uwanja ambao umekuwa ukiboreka siku hadi siku, ndio huo ambao kitaenda kudimka kwa siku ya leo. Yapo mengi ambayo yamezungumzwa kabla na hata mida kadhaa iliyopita katika maeneo mbalimbali, lakini kwetu sisi tunashuhudia kile ambacho kipo katika maeneo hayo ambayo wapo jirani kabisa na wakazi ambao wameweza kujenga nyumba zao katika mtindo wa kisasa, hewa ya baharini ikiwa inakuja kwa namna tofauti, lakini smart area, kwa maana ya kwamba kwenda Mbweni unaweza kuona jinsi gani mpaka hivi sasa kuna hali ya mnyooko katika barabara. Uoni kama kuna kukatiza huku nionyesha tiketi, mikono juu, mwendo wa mateka uweze kuingia uwanjani. Kama wewe unajifanya kujua zaidi, lock up iko hapo karibu, utamalizana nao baada ya mpira kuisha, kwa sababu mpira ni mchezo wa staarabu. Na ukumbuke kwamba licha uwekezaji ambao unauona katika uwanja huu, kuna uwanja mkubwa wa kisasa kabisa wa beach soka ambao uko katika maeneo hayo. Ni sehemu ambayo JKT Tanzania, taasisi hii ya kijeshi, jeshi la kujenga taifa, inajivunia kwa kuweza kuwa na ubunifu ambao umeweza leo hii kufikia hatua ya kuchezesha mchezo wa watani wa jadi, kwa maana ya kwamba dabi ya Kariakoo ambapo wenyeji ni Simba Sports Club. Meja General Isamuhyo, jina linazidi kushamili vizuri. Leo hii sehemu yote duniani uwanja huu unaonekana, mashabiki wote wenye kuzifahamu timu hizi wapo wakiwa nazifuatilia, na kumbe Tanzania hii inawezekana kabisa ukaweka kiingilio cha 50,000, 60,000 na watu wakalipa kuja kushuhudia timu zao pendwa. Na unaweza ukaangalia kwa picha ya drone hali halisi ambayo hipo katika uwanja huu wa JKT Mbweni. Sisi sio mashuhuda ambao tumeukanyaga uwanja huu kwa sasa, lakini baadaye hapo Said Msumi atakuja kutueleza nini ambacho kipo na uhalisia wa hali kamili ya uwanja huu wa Meja General Isamuhyo Mbweni jijini Dar es Salaam. Mandhari ni nzuri na uwanja upo karibu na baharini, inawasaidia sana wachezaji kupumua kwenye namna ya uchezaji kwa sababu wanapata extra oxygen pale. Lakini ukiondoa hilo, eneo la kuchezea, pitch yenyewe imekuwa na nyasi fupi ambazo zinaruhusu mpira kuburuzika na kutoka eneo moja kwenda lingine kwa kasi ambayo imekusudiwa na yule anaipiga, tofauti na nyasi bandia kwamba sakafu inakuwa ngumu, mpira ukidunda unaenda mbali kwa speed na ukiupiga unateleza, tofauti na yule aliyepiga alivyodhamiria. Hiyo inaweza kutuambia tunaweza tukaona mchezo mzuri, kwa sababu timu zote zinapenda sana kuweka mpira chini. Lakini kama ambavyo umesema, tunashuhuda kule mwenzetu Said Msumi ambaye yeye atatuambia zaidi, kwa sababu topic kubwa imekuwa ni pitch, eneo la kuchezea, kutaka kujua mvua zilizonyesha Dar es Salaam ni eneo gani la pitch linaweza kuchezeka vizuri na kuondoa watu mashaka, kwa sababu tuliona meneja wa klabu ya Yanga na baadhi ya viongozi wakiwa wanajaribu kudundisha mpira jana, wakieleza kwamba hali ya uwanja ni mbaya na si eneo zuri la mechi kuchezeka. Lakini mpaka sasa tunaona maandalizi ya mchezo yanaendelea, maana yake pitch itakuwa imekaa kwenye viwango vya watu wa bodi ya ligi, kamati ya mashindano, kwamba mechi tunayo leo. So nadhani Msumi atatuelezea zaidi kwa sababu ndio shuhuda yuko pale, ila kwa muonekano wa picha za kamera ambazo ziko HD naona maeneo ni mazuri na yanaweza kuchezeka. Muro, wewe kwa upande wako una nini ambacho umekiona tofauti na ambacho Abisai ameweza kutupa simulizi katika muda huu? Yes, nafikiri kikubwa sana pato hapa ni mazingira ya Meja General Isamuhyo. Wengi wanayafahamu sana kwa sababu ya uwepo wa timu ya JKT Tanzania, timu ambayo imeonyesha uimara sana hasa msimu huu, kwa kuwa timu ambayo ilikaa top kwenye msimamo kwa muda mrefu sana. Lakini nini ambacho kimekuwa nyuma ya uwanja huu? Mara nyingi tunazungumza ile research ama utafiti ambao ulifanyika kuhusu size ya uwanja huu, kutofautiana na viwanja vingine vyote vinavyotumika kwenye ligi kuu Tanzania bara, pamoja na mashindano mengine kama CRDB, pamoja na michuano tofauti. Ukizungumza uwanja wa Meja General Isamuhyo pato pamoja na Abisai, tunazungumza uwanja ambao unasadikika kwa sababu ya research ambayo imefanyika kwa viwanja vinavyotumika msimu huu, ndio uwanja wenye saizi kubwa zaidi ya kuchezea kuliko viwanja vingine vyote. Kwa sababu nilifika hapo msimu uliopita, na kumbuka ilikuwa ni mechi ya kombe la shirikisho, ilikuwa ni JKT na wale Mbeya Kwanza, na kwa usaidizi wa watu wa karibu na uwanja ambao wanafanya kazi za kufanya maintenance pale, tuliprove kwamba una urefu wa mita 110. Ukishazungumza mita 110 kwenye urefu, ile length of the pitch, unazungumza ni mkubwa zaidi ya mita 5 kuliko uwanja wa Benjamin Mkapa
na uwanja wa Chamazi ambao tunazungumza ni viwanja ambao ni notable kwa hapa Dar es Salaam, vinavyo host michezo special zaidi, kwa sababu uwanja wa Taifa una 105 mita za urefu, Chamazi una 105 mita za urefu, viko sawa. Lakini Isamuhyo hapo naongelea kutoka goli moja goli moja kwenda goli lingine. Okay. Maana yake tunazungumza huu una 110, ni mita 5 zaidi. Maana yake ukikimbia kutoka uwanja wa Taifa goli hadi goli pale kwa Mkapa, pale Isamuhyo itabidi uongeze mita 5 za ziada. Sasa mita 5 labda kwa mtu ambaye afahamu kwenye mathematics ya geometry, hisabati ya masuala ya vipimo, mita 5 ni sawa na ile rula ya mwalimu ya darasani, ile inayotosha ubaoni. Sasa ile inatumika kupiga bakola wakati mwingine. Kabisa. Sasa zile ukiziweka 5 ndo zinakuwa mita 5. Ndio kitu ambacho Isamuhyo inaongezeka. Lakini kwenye upana ulikuwa una range 72 mpaka 75. Huo ni upana mita. Wakati uwanja wa Benjamin Mkapa pamoja na Chamazi una upana wa mita 68. Upana maana yake tunaongelea kutoka corner flag, kwa maana ya kibendera cha kona mpaka kibendera kingine, kwa kupitia kwenye goli. Tunasema kwa kupitia goal line na sio touch line hii ya huku kwenye mabenchi. Kwa hiyo kutoka kibendera mpaka kibendera kwa kupitia goal line ni mita 68 Mkapa pamoja na Chamazi, lakini huku ni kati ya 72 mpaka 75. Kwa hiyo unaweza kaona uspecial wa uwanja huu wa Isamuhyo kwenye pichi ya kuchezea ni uwanja ambao ukichukua Benjamin Mkapa na Chamazi ukavidumbukiza hapo, vinaingia na vinakuachia space.